Wakati shirika la afya ulimwenguni likihaha kutafuta ni namna gani linaweza likawasaidia raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo ya mashariki mwa taifa hilo, ikiwemo maeneo ya Kivu, maeneo ya Goma na maeneo jirani yote, lakini pia kuja hadi maeneo ya upande wa taifa la Uganda, kwa maana pia maeneo ambayo yamekwisha kuathirika na ugonjwa wa Ebola ambao umekuja katika kirusi cha Bundibudio. Sasa taarifa tu ni kwamba juhudi zote zinazofanyika na shirika la afya ulimwenguni zinatekelezeka katika kiwango chake. Sasa katika taswira nyingine, ifahamike kwamba taifa la Marekani chini ya rais wake Donald Trump lenyewe kwa siku ya leo linazindua kituo maalum kabisa kwa ajili ya raia wake, raia wa taifa la Marekani ambao watakutwa na ugonjwa ama pengine watakutwa na maambukizi ya virusi vya Ebola kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kituo hiki kitazinduliwa wapi? Taarifa kubwa ni kwamba kituo hiki ambacho kitasaidia wagonjwa hawa kuweza kuwekwa karantini kitazinduliwa katika Jamhuri ya watu wa Kenya. Kuzinduliwa kwa kituo hiki kunafanyika katika wakati ambapo taifa la Marekani likijaribu kutetea uamuzi wake uliokosolewa na Wamarekani wengi wa kutokuwarejesha raia wake wa Marekani waliopo katika mataifa haya ambayo yamekumbwa na maambukizi haya. Hapa nazungumzia taifa la Uganda kwa kiasi chake ambalo limekwisha kuthibitisha baadhi ya raia wake kuweza kuathirika na kirusi hiki, lakini pia kwa upande wa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wanaoishi mashariki mwa taifa hilo. Ukweli tu uko hivi. Afisa mmoja wa Marekani aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina, yeye aliambia waandishi wa habari kwamba kituo hicho kilichojengwa kwa ufadhili wa Washington katika kambi ya jeshi la anga la Laikipia nchini Kenya kinakusudiwa kuwaweka karantini raia wa Marekani ambao huenda wameathiriwa na aina mpya ya virusi vya Ebola. Ni kituo ambacho kitakuwa na vitanda 50 na kitasimamiwa na wahudumu wa afya pamoja na mafundi kutoka Marekani ambao kwa sasa wako njiani kuelekea nchini Kenya. Hii ni kwa mujibu wa afisa huyo ambaye hakutaka jina lake litajwe moja kwa moja. Sasa kubwa zaidi kufuatia kila ambacho kinaendelea kwenye ujenzi na kuzinduliwa kwa kituo hicho ni kwamba shirika moja la kutetea haki za binadamu nchini Kenya lenyewe limesema kwamba limewasilisha kesi mahakamani ya kupinga shughuli za kituo hicho kuwaweka wagonjwa karantini. Shirika hilo limesema kituo hicho kimeanzishwa kwa siri na bila ya kuwashirikisha wananchi, na hivyo kinakiuka haki na taratibu za uwazi zinazopaswa kuzingatiwa katika masuala yanayohusu afya ya umma. Kwenye komenti yako hapa, Jembe FM inahitaji pia kufahamu uamuzi wa shirika hilo upo sahihi, au pengine uamuzi wa kuwasilisha kesi hiyo mahakamani itakuwa ni hatua ya kujiamulia sana kama vijana wengi wa Gen Z wanavyosema. Ikumbuke kwamba siku ya jana Alhamis jioni, ndege iliyombeba mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus iliweza kutua katika mji mkuu wa Kinshasa, na leo hii anatarajiwa kuelekea jimbo la Ituri ambapo ndipo kitovu cha mlipuko huo wa ugonjwa wa Ebola kupitia kirusi cha Bundibudio. Na katika ujumbe ambao aliweza kuandika kunako mtandao wa kijamii wa X kabla ya kuwasili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliweza kunukuliwa na maandishi yafuatayo yaliyotamka hivi: nataka mjue hamko peke yenu na naahidi kufanya kile linalowezekana kusaidia kukabiliana na mlipuko huo. Mwisho wa kunukuu. Ifahamike kabisa kwamba kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za shirika hilo zinaonyesha kwamba WHO imerekodi vifo 10 vilivyothibitishwa na vifo 223 vinavyoshukiwa kutokana na Ebola tangu mlipuko huo kutangazwa mnamo Mei 15, 2026. Kwa ujumla zaidi ya visa 1000 vimeripotiwa vikiwemo vilivyothibitishwa na vinavyoshukiwa. Ni hayo.